kuishi na binadamu sio kitu rahisi. Muulize Ruto, ili akae na viumbe hivi vinyoke, viongozeke, vilipe kodi, vifanye nini? Ruto kabla hajawa rais mwili haukuwa ule. Baada ya kuwa rais unamwonaje? Amenenepa. Uhuru baada ya kusitafu amekuaje? Ndio inakuonyesha kitu gani? Yaani wamepishana. Uhuru kaongezeka, Ruto ni kwa sababu ya huyo jirani yako. Sio mwingine, ni huyo jirani yako kukaa naye. Ndio maana Ruto ameagiza magari ya tia gas ya munyoshe huyo jirani yako. Ameagiza pisto, rungu, vitu gani, wamejenga police station, prison, vitu gani, vyote hivyo gharama zote kwa ajili ya jirani yako. Mwangalia jirani yako, mwambie unaifilisi nchi. Kwa sababu vyote hivyo wamefanya kwa ajili yake. Alafu wewe unaishi na huyo jirani yako, huna gari ya tia gas, huna pisto, huna bunduki, huna police station kwenye nyumba yako, huna prison kwenye nyumba yako. Hasa kikusumbua unampeleka wapi? Unampiga tia gas? Unayo. Ndio maana niwaambia kwenye semina ndoa, ukikaa na mwenzako kwenye ndoa kutoka Januari mpaka Disemba, celebrate. Celebrate, tafuta keki, kata. Useme najirisha mwenyewe kwa kuishi na kiumbe hiki. Stress. Kwa hiyo stress zimetufanya watu wengine, kwa sababu nimekwambia zinasababisha vitu vingi. Kwanza, inaondoa utulivu wa akili yako kufikiri, kitu ambacho kinakufanya ufanye maamuzi ambayo sio sahihi. Paka leo dokta, kuna watu wanajinyonga. Ni kitu gani kinasababisha? Stress. Kuna watu wanakunywa sumu. Stress. Kuna watu mpaka wengine mpaka anakuwa stress mpaka mimba zinapata tabu ndani. Hebu niambie, mama ni mjamzito amejaa stress, atazaa kitoto gani? Na madokta wanasema kuna connection kati ya mtoto na mama. Ndio maana angalia, wamama waulize wote waliowaza kutoa mimba alafu ikakataa, alafu katoto kakazaliwa, ona kanavyomchukia mama yake. Unajiuliza, huyu mama alikaa tumbo, unakuta tu hana moyo wa kupenda. Kuna connection gani mimi sijui? Unasikia? Kuna mpaka wa baba wengine wamekataliwa na watoto wao, kisa alimshawishi mke wake atoe mimba, mama akakataa, akazaa. Unakuta kitoto kimezaliwa akimtaki baba kabisa. Mimi sijajua connection inatoka wapi. Vitu vingine vina connection kama miayo. Mnafahamu miayo? Miayo ile. Nyie mnahitaji huko. Hivi ile kitu, unajua ile kitu dokta, mimi mpaka sasa bado sijaielewa. Inatoka naje? Yaani kwamba mama Pastor Ruth akipiga alafu na mimi nadakia. Hii kuna connection gani? Tena zingine mpaka kwenye simu. Unaongea na mtu anapiga miayo na wewe unaitikia. Hai, Mungu fundi huyu. Tena sometime kanaweza kwanza katoto kako kabisa kadogo. Na wewe. Tuachane na hayo. Lakini stress zinapunguza uwezo wa mtu kufikiri. Alafu pia zinamforce mtu afanye maamuzi ambayo sio sahihi. Zinamfanya wakati mwingine uchukie na wasiohusika. Uwezo wa kufikiri ukipotea, unaanza kuchukia hata wasio kukosea. Umai kuona mtu ambaye stress zimemjaa, alafu zikazalisha na hasira humo ndani, akawa nani? Anachukia kila mtu anayemuona njiani. Yaani ukimwangalia, unaniangalia nini? Unaniangalia. Unamuuliza, siweke kibao kwamba don't look at me. Kama hujaweka kibao tusikuangalie, si tutakuangalia tu. Mtu amechukia kabisa, yani umemwangalia, si umefanya nini? Yani anachukia. Umewahi kuona mtu anachukia mpaka chakula ambacho hakikuhusika kwenye magomvi? Amegombana yeye na mume wake, amekiingiza na chakula siri. Sasa chakula kimekukosea nini?
Anachukia mpaka room anakorara, silali leo, nalala kwenye sofa. Stress. Yaani zinamnyang'anya godoro, zinamnyang'anya blanketi, zinamnyang'anya kitanda. Stress, analala hapo. Mbu anasema tulikuwa tunashindwa kukupata ukiwa ndani ya neti. Asante kwa kutuletea hapa. Zinanyonya huyo mtu mpaka asubuhi afu kesho malaria. Alafu naanza kusema shetani, magonjwa yanashinda kwangu. Lakini chanzo ni stress. Ukagoma kitanda, ukarara hapa. Kuna watu stress zimewahamisha vyumba, wamehama chumba kabisa, kamwachia mume, kamwachia mke. Na wengine mko hapa mnaniangalia. Mnasema ni kweli mchungaji, sasa umejuaje? Mtu mmoja aliniambia wewe pastor utakuwa mchawi. Nikasema kwa nini? Akasema kwa nini unaongea vitu exactly, yani kulingana na maisha ya watu? Kaambia kabla sijaja kuhubiri, namwambia Mungu nipe message itakayoenda kuponya mioyo ya wahitaji. Yaani Mungu asingekuleta hapa kama nisingekuwa na message yako. Mungu amekuleta kwa sababu nina message ya kwamba stress ndio zinakutesa. Pako unamuona mke wako hafai, mume wako hafai, watoto wako hafai, watoto wanaona baba hafai. Shida. Mlima wa familia. Stress ndo ambazo kama kuna kitu kinahitaji kusagwa sagwa. Amen. Kiswahili cha Kenya mnasema kusiaga. Kusiaga, kusaga. Kusiaga. Rafiki yangu anasema kusiaga. Utasikia hiyo kiwanda cha kusiaga nani? Kusiaga. Tanzania hawezi kuelewa. Lazima mseme kusaga. Amen. Mahindi yanasagwa. Kwa hiyo kusagwa ni kitu ambacho kinasukuliwa mpaka kinapoteza ile nani yake. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho tunapaswa kukishughulikia kwenye familia zetu ni nini? Stress. Zimetusumbua. Umepoteza wachumba, umepoteza mke mzuri, umefukuza mpaka watoto pale nyumbani. Sikuna wazazi akiwa na stress hataki kuona hata watoto. Nikikuona na kunyonga, nikikuona mimi na kuua, nikikuona sio nafanyaje? Katoto katasema shwa kwa shosho, shwa kwa grandma, shwa. Kamekimbia baba mzazi. Hataki watoto, hataki nini? Uliwaleta duniani, utaki kukaa nao. Alafu akili kitulia ndio unaanza kuwatafuta. We, ulienda wapi? Niko kwa shosho, rudi. Akili imetulia. Ni mbaya. Stress inaweza kufanya ukahama na kanisa. Umewahi kuona mtu anapata stress na chukia na kanisa kwamba halinisaidii? Sasa wewe, huyo mchungaji mwenyewe unaitaka kumkimbia na yeye anapambana na za kwake. Amen. Umewahi kwenda polisi kutoa ripoti ya tukio la familia yako. Unasema mume wangu amenipiga. Unamkuta polisi ambaye na yeye amepiga mke. Na yeye yuko hapo kituoni anajiuliza nitarudi ije nyumbani. Maana amepiga usiku, asubuhi akaamuka, akaja kazini. Hajui hata huyo mama bado yupo nyumbani au ameenda kwao. Alafu na wewe unasema polisi, my husband, amefanyaje? Amenipiga. Umemkuta naye ana stress. Tunasikia wakati mwingine mnapigwa kwa sababu ya makosa yenu. Kwa sababu ya makosa yenu. Na nyinyi wanawake mna vichwa vibovu, wakati mwingine ndio unagundua nimepeleka kwa mwenye stress mwenzangu. Sasa nitazungumza vizuri wiki ijayo kwamba stress zinakufanya hatushindwe kuperform vizuri kwenye duty zako. Amen. Umewahi kuwakuta hawa watchman wakiwa hapo getini siku wakiwa na stress? Anakufanya kama hakujui. Unamwambia fungwa gari, anasema usinicommand. Usinicommand. We, mimi ni member wa wapi? Sikujui hapa. We nini anajitambulisha? Siendeni. Uwe mpole. Ujue kichwa kimevurugika kisaidie kupoa. Amen. Ndio maana kuna wakati anaweza akakutuma mahali ukapaki gari wakati unaiona space iko hapa. Si niweke hapa, nimesema kule. Hii gari hapa kule. Nenda kwa usalama wako. Kwa sababu mtavurugana hapo getini, utakuja hapa na stress. Yaani utakuja hapa hata tukisema omba baba wasaidie security.
Stress zinakufanya usiperform vizuri. Kuna watu wamepoteza mpaka customer kwenye maduka yao. Stress. Ameenda dukani na stress. Mtu anauliza, hiyo ya blue ipi? Hii hapa. Hii. Hapana, hii ya mbele. Unajulisha huyu mtu kakanigeukia kama vile anataka kunishuti. Stress tu. Asema haya magauni yanafanana. Sio yanafanana, mimi kuna kara naitaka ile. Wewe unanionyesha blue bahari. Mimi nataka hiyo blue ambayo imepoa, hii hapa. Blue ni blue. Unajulisha sasa huyu anauza au umemkuta yuko na stress. Kuna mwingine mpaka nakwambia hicho kitu unachouliza hakipo. Wakati unasema mimi nakiona, nimesema hakipo. Unajaribu kumwambia si ile nyingine ile, basi ina wenyewe, nenda. Kumbe stress. Anashindwa kuuza, anashindwa kudeliver, anashindwa kufanya nini? Nimewaambia ibada ya asubuhi. Ndio maana tunawaambia mtuombee sana wachungaji. Kwa sababu mgogo akisimama hapa na stress, mtambulia nini? Kutukanwa tu. Tukana tu, ng'ombe nyie, mbuzi mnaniangalia, sijui nini najiuliza, ugomvi umetoka na wapi? Nimetoka na stress yangu huko. Mke wangu kanivuruga kichwa, naanza hapa wanawake ng'ombe kabisa, wanawake mbwa. Mnajiuliza huyu haya matusi yanatoka wapi? Stress. Wale mnaosoma Biblia, mnakumbuka Musa alipotoka mlimani? Alipokuta wale jamaa wako hapo wana celebrate kwenye stress zikamsumbua Musa. Alifanya nini? Akachukua yule ng'ombe, akamuyeyusha, akatengeneza fresh juice, akawaambia wote wapange foreni wakunywe hiyo. Hebu niambia kama hasikuwa stress ni kitu gani? Yaani wewe unawanywesha watu chemical. Unafikiri Musa baada ya akili kutulia alijiulizaje? Kwamba nimenyweshaje watu chemical? Nimenywesha watu mbiki vitu ambavyo havifai. Stress. Sitaki kutoa mfano mwingine ambao sio mzuri sana. Kuna jamaa, sasa nisitaje jina lake. Jamaa alifika mahali akawa na njaa. Unajua njaa pia ni sababu pia ya stress. Akawa na njaa. Akatafuta matunda, akauona mti mmoja hauna. Stress zake za njaa. Akafanyaje? Akasema kuanzia leo sijamtaja jina, msinisingizie mimi. Muulize jirani yako, huyu aliye kwenye kichwa chako si anayemsema. Msinipambanishe mimi na mheshimiwa. Lakini alisema, akasema kwamba kuanzia leo matunda yasipatikane kwako tangu leo na hata. Na Biblia imeweka wazi, inasema haukuwa wakati wa tini. Ukisoma Biblia, haukuwa wakati wa msimu wa matunda. Sasa makosa ya mti ni nini? Muulize jirani yako, kuna wakati unanichukia, mimi makosa yangu ni nini sasa? Haukuwa wakati wa tini, haukuwa wakati wa matunda. Lakini mtu unalaaniwa, mtu ana stress za njaa. Maana yake hata watakaokuja wakati wa msimu wa matunda wasipate. Hai, stress ni mbaya. Analaani miti, haina matatizo. Na Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, na huyo neno alikuwa Mungu, na vyote vilifanyika kwa yeye. Maana yake hata huo mti na majira yake aliyefanya ni yeye. Sasa ameuendea sio wakati wa matunda na urani. Kwa mama sio kila wakati mume wako atakuwa na hela. Kuna wakati msimu hata kuwa nazo. Usimurani. Mwanaume gani? Nikimwomba hela hanipi. Wewe sio bure. Kuna watu nao wapa. Bebe nyingi. Unajipa stress, unatembea barabara, mimi hanipi. Utagongwa na bodaboda wewe. Sio wakati wote mume wako atakuwa na hela.
Ni vile wanaume kwenye kikao chetu tulikubaliana usikiri kutokuwa na hela. Wanaume si tuliambiana usikiri, unasikia mzee wangu ndio. Usikiri kwamba huna hela hata kama huna. Ndio maana hao wenzetu sometime anakuambia twende dukani. Maana hawa wakati mwingine sio kiasi. Jamani, lile tunda la kiasi ni sehemu ya Roho Mtakatifu. Mwage naro. Nikikupeleka shopping, mwe mnaangalia kwanza na tole tukaratasi. Wao hawaangalii tole tukaratasi. Ni hiyo hapo, shusha. Shusha. Sisi wanaume unakimbilia kuangalia karatasi, unakuta unaangalia na ile yako mfukoni na kwa haitoshi. Unajaribu kumwambia, mwe mnaelewa kuna lugha tunatumia kwamba sina hela. Mwe mnaelewa. Haya sio mazuri sana, rudisha. Mwe mnaelewa kwamba sio kwamba ni mabaya. Siku hiyo sina hela. Hai. Anashusha tu. Nilikuwa nawafundisha watu wengine huko kwenye semina ya ya ndoa, nawaambia wamama sio kwamba wanapenda hela. Wamama hawapendagi hela, wanapenda matumizi. Hawapendi hela. Ndio maana ukimpeleka shopping hahangaiki na hela, anahangaika na matumizi. Ndio anasema hivyo viatu, eti hiyo gauni shusha, hiyo nini, eti ajui kama umekuja na kiasi gani. Wewe unabaki tu na maombi, Baba naomba huyu mama, huyu bibi yangu mpe kiasi, msaidie Bwana. Yeye wala hata kikusanya hayo manguo haangalia hata tule tukaratasi bei kiasi gani. Yeye anaenda tu pale hapo, yule muuzaji anawaambia yeye hata angalii kule zimeingia ngapi, ni kukusanya anakusanya. Wewe mwanaume ndio unachungulia kwenye kompyuta. Unachungulia kwenye kompyuta, unakuta tu hiyo 50,000, 60, 80, laki. Na mwangalia unakuta rundo lake bado tu. Yeye akisha kusanya haangalii na kule imesoma ngapi. Hiyo utasoma wewe. Kusanya, kama mmeenda na gari, anawahi kwa gari, anaziweka hapo, ameshusha kioo kile cha pale mbele. Wewe amekuacha kulu na hangaika, unateseka. Unawaambia mnachukua na cash, wanasema wewe mnachukua na M-Pesa, unachukua na umelipa ya kwenye simu, ya mfukoni, unarudi kwenye gari kama umegongwa na baisikeli. Maana wamekusafisha. Yeye yuko hapa anasema tende darling, tende. Yaani wewe unahisi kama umebeba jini kwenye gari, lakini yeye wala. Wanawake hawapendi hela, wanapenda matumizi. Ndio maana nikwambia, kama unabisha, nyie ambao mume wako hayupo leo, yule ambaye mume wako yuko hapo, siende kufanya hivyo kwa sababu ameshajua. Wale ambao hawapo mume wako, kapige story naye, piga story za politics, sijui za michezo, sijui za nini. Mtapiga hapo Ruto, Gachagua, Raila, sijui nini, Sonko, sijui nani, Owino, sijui nani. Mtapiga vizuri tu. Ukitaka kubadilisha sura yake, mwambie naomba pesa ya mboga. Unakuta sura imechange ghafla. Kwa hiyo wanaume tunapenda hela, hatutaki zitoke zibaki kwa pocket. Mwanaume raha yake kuziangalia hela na kurudisha. Wanawake kuziona hela kuzipeleka, kuzipeleka. Ndio maana usimpe mke wako ashike hela bila masharti magumu, zitaenda. Unaongea tu kirahisi kwamba shika hii 200,000, tuendelee kuweka kwa kiwanja. Sawa. Ataweka. Unakuta tu jioni nywele zimebadilika, viatu virefu vimepatikana, magauni. Anasema kuna gauni mama pastor alikuwa anatishia nalo, lile lina meta, na mimi nimelichukua. Unamuuliza hela umetoa wapi? Si zile. We, nilikwambia za proti. Hawa hawawezi kuweka hela, wao wanataka matumizi.
Lakini mwanaume anaweza kakaa na 200,000 kwa mwaka, iko kwa pocket money, iko hapo, hana shida, anatumia tu zingine, lakini hiyo ameilinda, iko hapo inakaa. Mwanamke hawezi kukaa na hela mwezi, hawezi. Wanawake simuko hapa, tuwajaribu. Hiyo ndio wanaitikia haraka. Piga makofi mengi na vigeregele. Stress. Ndio maana mtu mmoja alikuwa ananiambia, why Mgogo watu wanakusikiliza sana? Dunia imejaa watu wako na ma-stress. Hasa na wewe mhubiri ukikaa kama vile waligonga baba yako, hawezi kukusikiliza sana. Ndio maana watu wanasikiliza mahubiri ya Mgogo, kwa sababu wanasikiliza huko, wanaenjoy. Stress zinatoka, wanatabasamu, wanacheka. Ndio maana niko na followers wengi na wasikilizaji wengi. Na ndio maana nikisimama kuhubiri watu hawataki niache. Muulize jirani yako amalize au aendelee.